Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ndugu wanahabari na wageni ambao tunao hapa, habarini za mchana. Karibuni sana Chuo cha Ustawi wa Jamii. Wengine huwa wanakiita taasisi, tunaitwa taasisi ya ustawi. Lakini nikiita taasisi tunakutana na changamoto zake, kwa maana watu wakijua kwamba ni taasisi ambayo inatoa misaada. Kwa hiyo huwa tutakuwa na rifaa Chuo cha Ustawi wa Jamii. Lakini jina halisi tunalojulikana nalo ni Taasisi ya Ustawi wa Jamii. Karibuni sana, na ninapenda kuanza kwanza kwa kumshukuru Mungu kwamba tumeweza kukutana hapa leo hii wote tukiwa wazima na tukiwa na afya tele. Lakini pamoja na hilo, ninapenda nianze kwa kutoa utambulisho mfupi kuhusiana na chuo chetu cha Ustawi wa Jamii. Hiki ni chuo ambacho ni kikongwe, kimeanza toka miaka ya 70 kutoa mafunzo katika fani ya ustawi wa jamii. Lakini pia ni chuo ambacho kina mandate, kina majukumu matatu makubwa. Jukumu la kwanza ni kufundisha, kutoa maarifa katika fani mbalimbali. Tunatoa maarifa katika fani ya ustawi wa jamii, katika fani ya saikolojia, malezi na makuzi, ujasiriamali, lakini pia rasilimali watu. Kwa hiyo kuna fani mbalimbali ambazo tunazitoa kama chuo. Lakini pia tuna jukumu la pili ambalo jukumu letu ni kufanya utafiti wa kisayansi. Kama chuo tuna jukumu la kufanya utafiti wa kisayansi kwa ajili ya kuaddress changamoto mbalimbali ambazo ziko katika jamii, lakini pia kwa ajili ya kupata ufumbuzi wa namna bora ambavyo tunaweza kama wataalamu kuweza kutatua zile changamoto. Lakini pia kama chuo tunalo jukumu la kutoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali. Tunatoa ushauri wa kitaalamu kwa serikali, lakini pia taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali wa maendeleo. Sasa kwa maana hiyo, mtaona kwamba chuo chetu ni chombo ambacho cha fikra, lakini kinafanya utafiti na kimejikita katika kuleta mabadiliko katika jamii. Na tunaamini kwamba mabadiliko katika jamii yanaanza kwa kuunganisha vitu vitatu. Kwanza elimu, tunakuja utafiti, ndo tunakuja pamoja na sera. Hivi vitu vitatu vikienda pamoja, tunapata maendeleo ambayo tunatarajia kama nchi. Kwa hiyo leo nina furaha kubwa na heshima kubwa kutangaza rasmi kwa umma wa Tanzania, lakini pia kwa jumuiya ya kimataifa, uwepo wa kongamano la kimataifa ambalo tunakwenda kulifanya. Na sisi kwetu ni kongamano la kwanza la kimataifa, kongamano ambalo lina jina uwezeshaji wa watu na ustawi wa jamii. Kwa hiyo ni kongamano la kimataifa la uwezeshaji wa watu na ustawi wa jamii. Na kauli mbiu yetu katika kongamano hili ni kuwezesha watu na kuibadilisha jamii, njia ya kufikia ustawi endelevu. Kama nchi tunaona upo umuhimu kwanza wa kubadilisha fikra katika jamii, tutoke katika fikra zile ambazo ni za dependency ili tuje fikra ambazo watu wenyewe wanaona wao ni sehemu ya kujiletea mabadiliko. Lakini pia tumekuja na kauli mbiu hii ambayo inazungumzia ustawi endelevu, ikiwa na mantiki ya kwamba tunahitaji ustawi ambao ni endelevu, sio ustawi ambao leo upo na kesho ukajikuta unarudi pale pale ambako ulikuwepo. Kwa hiyo mada yetu imejikita katika kuchakata taarifa za kitafiti na kuja na namna bora ambayo italeta ustawi ambao ni endelevu. Kongamano hili litafanyika siku ya Ijumaa tarehe 5 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni, na itafanyika katika ule ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center ambayo yuko hapa Dar es Salaam. Na mgeni rasmi wa kongamano hili atakuwa Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima
mbunge ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Ni waziri ambaye ana dhamana ya wizara hiyo, ambapo chuo cha ustawi wa jamii kiko chini ya wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Na kongamano hili linaleta pamoja nchi 11 zimethibitisha kushiriki. Watakuwepo washiriki kutoka nchi 11. Kuna washiriki ambao watatoka Tanzania hapa nyumbani, lakini wapo washiriki watatoka Uganda, kuna washiriki wa Nigeria, Namibia, Lesotho, Norway, Hungary, majirani zetu Kenya, lakini wapo wanaotoka Austria, Zimbabwe na Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mkutano huu kwetu sisi sio, kongamano hili kwetu sisi sio kongamano ambako wanataaluma tunakwenda kujifungia sisi wenyewe, lakini kwetu tunalichukulia kama jukwaa la kimataifa ambako tutakwenda kubadilishana mawazo, tutakwenda kubadilishana maarifa, utafiti na uzoefu baina ya wasomi, lakini pia tumealika watunga sera na pia tumealika watekelezaji wa hizo sera, wadau wa maendeleo ambao wapo Tanzania. Kwa hiyo tunaleta pamoja kundi la watu ambao ni wabobevu, na tutakuwa na keynote speakers 6 ambao watatoka katika nchi mbalimbali. Tutakuwa na keynote speaker ambaye atatoka Norway, tutakuwa naye mwingine ambaye atatoka Hungary, tutakuwa na Profesa Kamadzi ambaye anatoka Namibia, lakini pia yupo Profesa Engineer Zaipunda wa hapa Tanzania, na mwingine atatoka Nigeria, na kuna pia keynote speaker ambaye yeye atatoka Uganda. Hawa kwa pamoja wataleta mawasilisho ambayo kutakuwa kuna mada ambazo zimejikita katika maeneo mbalimbali. Kutakuwa kuna mada ambayo inaangalia ushiriki wa jinsia na uwezeshaji wanawake, lakini pia kutakuwa na mada ambayo itaangalia maendeleo, ulinzi na haki ya watoto. Kutakuwa kuna mada nyingine ambayo itaangalia ujasiriamali, uvumbuzi na mabadiliko ya kidijitali. Tutakuwa na mada pia ambayo itajikita katika kuangalia afya ya akili na ustawi wa jamii, mada kuhusu elimu ya fedha na kukuza biashara, lakini pia tutakuwa hawa keynote speakers watazungumzia mada ya uwezeshaji mahali pa kazi. Ukiziangalia mada zote hizi 6 zinajikita katika kuangalia maendeleo mbalimbali ambayo kama tunahitaji jamii ambayo ina ustawi, basi ni zaidi ya kuangalia majengo na barabara, lakini kuangalia jinsi wananchi wanavyoishi na hali zao kwa ujumla. Kwa hiyo uwepo wa hizi nchi mbalimbali, tunazungumzia kongamano ambalo tunasema litakwenda kusaidia katika kuleta kwanza mjadala wa kitaifa, lakini pia kuinform zile sera za nchi yetu. Lakini ukiangalia tuna wadau wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa nini tunaleta watu kutoka nchi mbalimbali? Lengo la kuleta wasomi wabobevu kutoka nchi mbalimbali kuja kujumuika pamoja ni katika kupata uzoefu kutoka kwa wale ambao wametutangulia. Katika kutangulia kwao, nini walikutana nacho ambacho pia sisi tunaweza kujifunza, lakini tukaendelea pia kubadilishana mawazo na kujua namna bora ambako tunaweza kupelekea maendeleo katika nchi yetu. Lakini pia pamoja na hawa keynote speakers, pia tutakuwepo na mawasilisho mengine zaidi ya 30 kutoka kwa watafiti mbalimbali ambao wamealikwa. Kuna watafiti, lakini tuna implementing partners, wale ambao wamekuwa wakifanya kazi katika jamii mbalimbali, nao wanaleta uzoefu wao katika kongamano hilo. Katika kongamano hili tunashirikiana kwa karibu sana na watekelezaji wa sera. Kama ambavyo nilisema mwanzo, sio swala la kwenda kujifungia kama wanataaluma, lakini tunashirikiana kwa karibu sana na ambao wanatekeleza sera, jinsi ambavyo wao wanaweza kutumia tafiti zetu. Wa Chuo cha Ustawi wa Jamii kwa kuiona TASAF na kuthamini kazi ambazo
TASAF imekuwa ikifanya kwa muda mrefu na kuona kwamba ni wadau muhimu ambao tunaweza kushirikiana kwa kuanzia kuweza kufanikisha kongamano hili muhimu ambalo linazungumzia uwezeshaji na ustawi wa jamii. Sisi TASAF kama theme yenyewe ya kongamano inavyoonyesha uwezeshaji na ustawi wa jamii, kama unavyosema, nyinyi kama chuo mnafanya kazi kubwa ya kufundisha na kutoa wataalamu, lakini kufanya utafiti, kuangalia sera mbalimbali, lakini sisi sasa ndio watekelezaji wenyewe wa sera yenyewe. Ukienda na theme ya kongamano, TASAF sio ngeni masikioni kwa watu wengi, waandishi wa habari. Tumekuwepo tangu mwaka 2000 na sisi tuko chini ya ofisi ya Rais Ikulu, na sasa hivi tuko katika awamu ya 3. Awamu ya kwanza na ya pili, mwelekeo wetu ulikuwa katika kuboresha miundombinu ya jamii katika sekta za afya, elimu na maji, lakini katika awamu ya 3 ya TASAF tukabadilisha mwelekeo, tukasema sasa tuende zaidi katika sera ya kinga ya jamii. Kwa hiyo tulianza huu mpango wa kunusuru kaya maskini mwaka 2013, na kazi yetu kubwa ilikuwa tunaangalia zile kaya ambazo ni maskini sana, ambazo tunasema nyingi ya hizi haziwezi hata kupata mlo mmoja kwa siku. Kwa kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuzitafuta kwa kushirikiana na jamii na halmashauri husika, na kuweza kuzidodosa, kuzisajili na kuhakikisha kwamba kaya kweli tunazozitafuta zinakuwa ni zile ambazo kweli zinastahili kuwepo katika mpango. Na katika kufanya hili tumekuwa tukishirikiana, tunatumia mbinu shirikishi, kwa maana ya kwamba tunashirikisha wananchi wenyewe katika maeneo yao kuweka vigezo na kusema kwamba kaya fulani ndio inastahili kuwepo kwenye mpango. Kwa hiyo katika awamu ya kwanza ambayo tulianza 2013 mpaka 2019 tuliweza kuzifikia kaya takribani 1,100,000 ambazo tulikuwa tunazipa afua kuu 3. Ya kwanza, tunazifanyia uhalishaji wa fedha, tunawapa fedha taslimu ili kwanza kabisa waweze kujikimu yale mahitaji ya msingi. Lakini cha pili, kwa wale wenye uwezo wa kufanya kazi katika maeneo yao husika, wanatafuta shughuli za kufanya ambazo zinakuwa zinaboresha miundombinu ya maeneo ambayo yapo. Kwa hiyo tunatoa ajira za muda kwa kaya hizo ili kipato wanachokipata vile vile kisaidie katika kuendeleza maisha yao. Lakini cha tatu, tunaangalia sasa uendelevu, namna gani hii kaya pamoja na kwamba tunaipa fedha taslimu, lakini baadaye inaweza ikaondokana na umaskini. Kwa hiyo tunawaunganisha katika vikundi vya kuweka na kuwekeza, kwamba kidogo wanachopata waweze kuwekeza na kuanzisha miradi midogo midogo. Kwa hiyo tunawafundisha mbinu mbalimbali za ujasiriamali na namna ya kuendesha biashara zao ndogo ndogo na shughuli za kiuchumi ambazo wanazitekeleza. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza tulikuwa na kaya 1,100,000 kama nilivyosema. Awamu ya pili tukaenda maeneo yote, ama kwanza tulifika kama 70% ya maeneo yote, kwamba vijiji na mitaa. Lakini awamu ya pili ambayo tulianza 2020, hiyo tulikwenda sasa katika maeneo yote ya vijiji na mitaa. Kwa hiyo mpaka tunakamilisha awamu ya pili tuliweza kuwa na kaya takribani 1,307,000 ambazo zilikuwa na takribani wananchi, au tuseme wananchi 500,000. Kwa hiyo tuliweza kufikia wananchi 500,000 katika hizo afua mbalimbali. Sasa tunaoanisha vipi kongamano hili ambalo ametoka kulielezea Dokta na kazi tunazofanya? Sisi tunaamini kwamba unapozungumza kwamba unataka kubadili ustawi wa jamii, lazima ufanye uwezeshaji. Jamii uiwezeshe iweze kujikwamua, hapo ndipo baadaye utasema kwamba umeweza kuongeza ustawi wa jamii husika. Sasa sisi tunachukua fursa ya kongamano hili
si tu kama wadau katika kufanikisha, lakini tunategemea, kwa sababu kama alivyosema, kutakuwepo na wataalamu mbalimbali, uzoefu mbalimbali, wazungumzaji mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali ambao wataeleza mbinu ambazo wanazitumia katika maeneo yao. Wengine ni watafiti, wataeleza tafiti mbalimbali ambazo wamezifanya, na kutokana sasa na ushiriki wetu katika kongamano hilo, tunadhani tutaweza kupata mbinu zaidi za kuweza kuboresha utekelezaji wa mpango wetu. Na kwa kusema tu kwamba kutoa taarifa tu ni kwamba mpango wa kunusuru kaya maskini awamu ya pili uliisha Septemba mwaka jana, lakini tayari tukishapata fedha kwa kushirikiana na serikali. Kwa kweli imefanya kazi kubwa kushirikiana na wadau wa maendeleo. Tumekushapata fedha na imeshaidhinishwa na Benki ya Dunia takribani dola milioni 300 kwa ajili sasa ya kuanza utekelezaji wa awamu ya tatu ya mpango wa kunusuru kaya maskini, na tunategemea mwishoni mwa mwezi huu au mwanzoni mwa mwezi ujao tutazindua rasmi utekelezaji wa mpango huu wa tatu, ambao tunategemea kuzifikia takribani kaya 500,000 na kuweza kuendelea kushirikiana nazo kuweza kuzikwamua kutokana na umaskini. Kwa hiyo kongamano hili kwa kweli linakuja katika wakati mwafaka, kwa sababu ndio kwanza tunajiandaa kuanza utekelezaji wa awamu hii mpya. Kwa hiyo tutachota uzoefu na mbinu mbalimbali ambazo zitatusaidia katika kuboresha utekelezaji wetu. Lakini kikubwa zaidi kama alivyosema mkuu wa chuo hapa ni kwamba ushirikiano wetu na taasisi hii ya ustawi wa jamii hatutaki uishie katika kuwezesha kufanyika kwa kongamano hili. Tunataka tuwe sasa na uendelevu wa ushirikiano, kwa sababu wenzetu ni watafiti na sisi ni watekelezaji. Kwa hiyo tukifanya kazi kwa pamoja, tukashirikiana, wenzetu watafiti watatusaidia wakati tunatekeleza, tutaona ni maeneo gani tunaweza kushirikiana, ili wakati sisi tunatekeleza wao wanatusaidia kufanya utafiti, ili kadri tunavyotekeleza tunaweza kuboresha utekelezaji wetu, na matokeo ya utekelezaji yatakuwa bora zaidi kama wenzetu watafiti watatupa mbinu mbadala za kuboresha utekelezaji. Kwa ufupi ni haya. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.